Kutoka Benjamin Mkapa ni kwamba shughuli ya Simba imeharibika, na shughuli imeharibika kwa sababu ya mvua. Kama kuna vitu ambavyo walivipanga kuvifanya pale Benjamin Mkapa tayari vimeharibika. Unajua siku zote ushirikina unakaa sehemu ambayo hakuna mvua. Ukifanya ushirikina kwenye mvua huwezi kutoboa, ndio kitu ambacho kipo kwenye ushirikina. Kwa hiyo mvua inanyesha kubwa sana pale Benjamin Mkapa, ikiwa ni muda mchache kuelekea mchezo wenyewe wa Simba dhidi ya Al Masry, na ni mchezo mkubwa, kwa ni mchezo ambao unasubiriwa kwa hamu na Waafrika wote kwa ujumla. Watu kutoka Misri na mataifa yote barani Afrika yanasubiri mchezo huu kwa hamu kubwa sana, na huu ni mchezo ambao ulianza kuonesha imani za kishirikina mwanzoni kwa timu zote mbili. Simba wakiwa wamemwaga unga pale kwa chumvi na nini, kwa namna ambavyo tunasadiki kwamba ni Simba, na of course ni wao, kwa sababu ndio kwanza wanaweza kufanya mpira na kuweza kuingia kufanya maandalizi kule ndani. Kwa hiyo mvua imeanza kunyesha kubwa, maana yake kama ni uchawi waliweka tayari umekwenda na maji. Ina maana kwa sasa hivi timu yoyote ambayo iliweka uchawi ndani ya uwanja, huo uchawi hauwezi kufanya kazi. Na kwa watu ambao wamekwenda kwa waganga au wamewahi masuala ya kishirikina watakuwa wanaelewa mambo kama haya, kwa sababu hivi ni vitu ambavyo vinaeleweka tu kwa watu ambao wanajua mambo. Yaani unapoambiwa kwamba uchawi hauvuki mto, yani ni kwa sababu wanamaanisha maji, yani kwamba huwezi kuvuka uchawi na maji. Yani sehemu ambapo kuna maji uchawi hauwezi kufanya kazi. Na pale Benjamin Mkapa mvua inanyesha, maana yake kama kuna timu yoyote ambayo ilifanya ushirikina ili iweze kupata matokeo ambayo ni mazuri, haiwezi kufanikiwa. Maana yake kama Simba wanategemea ushirikina ili kushinda mechi dhidi ya Al Masry, wamekwama. Hawawezi kushinda kwa sababu tayari mvua imenyesha mapema na imeharibu kila kitu. Waarabu ni watu hatari sana. Nafikiri baada ya kile cha jana kilichotokea walichokifanya leo ni kuamua kushusha mvua. Na hivyo imekuja kwa makusudi sana. Unajua watu mnaweza mkaona kama ni jambo la kawaida, lakini kimsingi ni kwamba Waarabu jana walichukia walivyoona yale mvua, yale maungaunga machumvi, walipata wasiwasi, na ndio maana pengine nao wakaamua kuharibu uchawi ule kwa kutumia mvua, kwa sababu wanajua kabisa kwamba mvua na uchawi ni vitu ambavyo haviendani. Yani huwezi kufanya ushirikina kwenye mvua, na ndio maana wataalamu wa mambo wanakuambia uchawi hauvuki maji, kwa sababu au hauvuji kibahari, kwa sababu ukitia uchawi kwenye maji kila kitu kinaishia pale. Unajua wataalamu wanasema kwamba maji huwa yanakuwa na chembe chembe au yanakuwa na vitu ambavyo havipatani na masuala ya kishirikina. Na ndio maana mara nyingi sehemu yote ambayo ina ushirikina, mvua ikinyesha tu ule ushirikina unaharibika kwanza. Na ndio kitu ambacho kimefanyika Benjamin Mkapa. Inawezekana baada ya Al Masry kuona kuhisi kwamba wamefanyiwa ushirikina, wameamua kwenda kuleta mvua kwa ajili ya kusafisha. Kwa hiyo hii mvua, imagine Dar es Salaam nzima, yani mvua imenyesha maeneo yale ya uwanjani tu. Yani around Benjamin Mkapa na wilaya ya Temeke kidogo pale, ndio mvua imenyesha maeneo yale pale. Kwa hiyo sasa ujiulize kwa nini mvua imenyesha pale tu? Ni kwa sababu watu wanajua kwamba ushiriki, ni kwa sababu Al Masry walishagundua kwamba amefanyiwa mambo ya ushirikina, na ndio maana wameamua kuleta mvua, kwa sababu wanajua wakileta mvua ina maana hakuna uchawi wote ambao utaenda kufanya kazi. Ina maana uwanjani wataenda kucheza kila mtu kwa nguvu yake. Ni plani tu, ni swala tu la kujua vitu kama hivi kwamba wakati mwingine linavyo kwa namna gani. Na ndio maana ukiangalia hata mvua ilivyonyesha kwa kiasi kikubwa maji mengi yamekuwa pale uwanjani, kwa sababu lengo lao ni kuzoa vile vitu. Na asubuhi niliwaambia kwamba Al Masry wanaleta wataalamu wao. Kwa inawezekana wataalamu ambao wamealeta ndio hawa ambao wamekuja kuleta mvua. Ikanyesha, mambo yameenda, mvua imenyesha. Kama ni uchawi umezolewa, maana yake kinachoenda kufanyika uwanjani ni nguvu ya timu zote mbili. Ina maana kila mmoja atashinda kwa nguvu yake mwenyewe. Kama ni Simba atashinda kwa nguvu yake, na kama ni Al Masry atashinda kwa nguvu yake, lakini hakuna uchawi ambao utaenda kufanya kazi. Tafsiri yake ni kwamba kama Simba ilikuwa inategemea ushirikina kwenye huu mchezo, hawawezi kutoboa, na kwa sababu tayari kitu kimeharibika. Sasa inawezekana hii mvua haijaletwa na Al Masry au haijaletwa pia na Simba. Of course Simba haiwezi kuleta mvua kwa sababu wao ndio wako nyumbani, maana yake wanategemea kupata ushindi. Lakini kama unakumbuka, mara nyingi Simba amekuwa na rekodi nzuri, huwa mvua ikinyesha anacheza dhidi ya Yanga, huwa Simba amekuwa akipata matokeo mazuri. Unajua ni kwa nini? Ni kwa sababu niliwahi kupata story moja kwamba Yanga ni watu ambao wanapenda sana masuala ya imani za kishirikina, na huwa mara nyingi wanatumia hivyo vitu, na ndio maana mara nyingi Simba wao ili waharibu hayo mambo ni kuleta tu mvua. Yani mvua ikileta kila kitu kinaharibika. Kikiharibika inakuwa ni faida kwa Simba, lakini isiponyesha mvua hakiharibiki kitu. Kwa hiyo inakuwa ni faida kwa Yanga. So inawezekana awamu hii sasa Simba nao wamechezewa game na Al Masry.
kwamba Al-Masry baada ya kugundua kwamba hawezi kuchomoka akaamua kuleta mvua, ili hii mvua sasa ndio ije isafishe kitu, kwamba kama Simba kuna namna walifanya ili wafunge Al-Masry, maana yake shughuli inaenda kuharibika. Kwa hiyo tusubiri tuone dakika 90 zitaenda kuamua ni Simba au ni Al-Masry nani ambaye ataenda kuibuka na ushindi, ikiwa imebakia masaa kadhaa tu kwa mchezo kwenda kuanza. Lakini hii mvua ambayo imenyesha Benjamin Mkapa ni mvua ambayo imekuja kusafisha. Ina maana kama kuna uchawi ulitumika hauwezi kwenda kufanya kazi. Ina maana kitakachoenda kufanya kazi pale uwanjani ni nguvu za wachezaji wa timu zote mbili. Kwa kama Simba alikuwa anategemea uchawi wameisha, au kama kuna mtu yoyote yule ambaye baby sio Simba aliamua, bali mtu tu aliamua kuleta uchawi ili Simba ashinde, manake amepoteza, kwa sababu haiwezi tena kufanya kazi kutokana na mvua jinsi ambavyo imenyesha. Tusubiri tuendelee kubaki hapa ndani ya Ngaraza TV, nikwambie tu utapata update ya kila kitu ambacho kinaendelea pale Benjamin Mkapa. Lakini kwa sasa ni mvua kubwa inanyesha pale, tunasubiri kuona mpaka time muda wa mchezo ni nini ambacho kitakuwa kinaendelea. Lakini leo hakuna kugoma, hata kama mvua inyeshe na masaa 4 lazima mechi ichezwe kwa namna yoyote ile.